wote, askari wote wa kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kazi kubwa mnayoifanya, ambayo leo baadhi ya kazi hizo zitaonekana mbele ya waandishi wa habari wa Dar es Salaam, ambao wataona namna gani jeshi lao kanda maalum ya Dar es Salaam inavyopambana kuhakikisha kwamba Dar es Salaam iko shwari na itaendelea kuwa shwari. Waandishi wa habari, kwanza na mimi nichukue nafasi hii kwa pongezi. Kwa ndugu waandishi wa habari, niseme kwamba kwa hizo wiki takriban 1.5 tumefanikiwa kukamata mtandao hatari wa majambazi watatu waliopatikana na silaha 23, risasi 835, bulletproof ambazo ni body hammer za kuzuia risasi zipatazo 3, sare za polisi bingwa 48 na radio calls tunazotumia zipatazo 12. Ndugu waandishi wa habari, tarehe 3 mwezi wa 9 2016 saa 8:30 mchana maeneo ya Mbezi Beach Kinondoni, polisi tuliendelea na ufuatiliaji wetu kwa ajili ya kufanya operation ya kuwakamata wahalifu na kuzuia uhalifu. Lakini tulikuwa kuna tukio la ujambazi lilotokea tarehe 29 mwezi wa 8 2016 pale Sophia House maeneo ya Beta Chang'ombe katika ofisi ya Matrix International Company. Majambazi wapatao 10 waliingia katika ofisi hizo. Ilikuwa ni majira tu ya kwenye saa 3 saa 4. Walioweka watu chini ya ulinzi, wale wenye ile kampuni, na wao nasemekana walikuwa wamevaa nguo za polisi, hizi jungle green. Kwa hiyo walikuwa na bunduki zipatazo 5. Kwa hiyo baada ya kuwaweka chini ya ulinzi waliweza kunyang'anya milioni 35 na kutoweka na gari aina ya Noah ikiwa na namba za bandia T549 PPK. Kwa hiyo baada ya hilo tukio sasa ndio uchunguzi na upelelezi uliendelea kufanyika, na niseme tu kwamba kutokana na taarifa za leo wema na tulifanikiwa kufanya mtego na tukafanikiwa kukamata majambazi watatu. Majambazi hao katika mahojiano walikiri kabisa kwamba wana mtandao wao wa wenzao kutoka Kenya na nchi zingine za jirani, na wakakiri kwamba wana silaha nyingi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mahojiano yalipoendelea, waliweza kwenda kutuonyesha nyumba moja maeneo ya Mbezi Chini karibu na upande wa Kawe. Kwa hiyo kwenye hiyo nyumba walikuwa wameikodi kwa ajili ya kufanya kazi ya ujambazi tu. Wanachofanya ni kwamba kila wiki lazima wafanye ujambazi, na wakishaiba wanagawana fedha kwenye ile nyumba. Wakishagawana fedha, wale wa Kenya wanakwenda na wengine wanakwenda nchini kwao, wanahifadhi pale silaha. Kwa hiyo baada ya kufika kwenye ile nyumba pale Mbezi Beach tulipofanya upekuzi, tuliweza kupata silaha kama ifuatavyo. Kwanza tulipata silaha za kijeshi 3 na magazine 8 na risasi 120 aina SMG. Submachine gun tunajua ni silaha za kivita. Kwa hiyo silaha 3 zikiwa pale na risasi patazo 120. Lakini pia ndani ya ile nyumba kwenye begi itaonyesha tulipata shotgun pump action 3 na risasi 130. Shotgun pump action 3 na risasi 130. Lakini pia ndani ya ile nyumba tulipata pistol Bastora, pistol 16 zikiwa na risasi 548. Naomba nirudie. Pistol 16 na risasi 548. Unaweza mkaona waandishi wa habari kuwa na pistol 16, maana yake unaweza kusema labda ni amali nzima. Ndugu waandishi wa habari, pia tuliweza kupata radio calls 12. Hizi radio calls baada ya mahojiano wanasema waliziagiza kutoka Afrika Kusini. Kwa hiyo radio zile wanachofanya ni kwamba wanawasiliana wakiwa kwenye tukio. Hawatumii simu, wanajua mtandao unaweza kuwa na ukawa huku blocked,
kwa hiyo wanawasiliana wao wenyewe kwa kutumia hizo redio. Lakini walikuwa pia na binoculars zile ambazo unaweza kuwa ukaangalia kwa umbali, walikuwa na binoculars 3. Lakini majambazi hawa pia walikuwa na pingu za plastiki zipatazo 45, nitazionyesha baadaye. Lakini walikuwa na body hammer zilikuwa 3, mkasi mmoja ukatia vyuma mgumu ambao hakuna chuma ambacho tunaamini kinaweza kushindwa kukatwa na huo mkasi. Lakini risasi baridi za kutishia hizi blanco zilikuwa 37. Lakini walikuwa na toolbox kwa ajili wameweka vifaa mbalimbali kwa ajili ya kusafishia silaha zao. Walikuwa na nyundo moja kubwa, pingu za chuma zipatazo 3, CCTV camera saver kwa ajili ya kuhifadhia kumbukumbu 1, panga 1, lakini pia ile gari ya Noah ambayo ilinyang'anywa pale pia ilipatikana, lakini pia gari nyingine Toyota Hiace pia ilipatikana. Kwa niseme ndani ya hiyo nyumba kulipatikana silaha nyingi, taonyesha baadaye, lakini niseme hili lilikuwa ni gara la silaha lilikuwa linasumbua hapa Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kuwahoji hawa majambazi watatu, walisema ni mtandao na wenzao wako kwenye ule msitu wa Vikindu, ambao ni msitu tumekuwa tunafanya operation mara kwa mara. Hii Vikindu iko Pwani. Kwa hiyo timu yetu ya wapelelezi, timu ya kupambana na ujambazi Dar es Salaam, kwenye majira ya saa 6 walikwenda kwenye msitu wa Vikindu. Wamekwenda na tahadhari kubwa, walisema kule kuna silaha nyingi, zikiwepo na silaha ambazo zilinyang'anywa kule Stakishari. Kwa hiyo walipokwenda, kumbe hawa mabwana ni mtego, walikuwa wamefanya mtego, lakini vijana wetu walikuwa makini sana. Walichofanya kwa uzuri ni kuwatanguliza wao mbele, vijana wetu wakawa nyuma yao. Walipofika katikati ya ule msitu ndio wakashangaa risasi zinatoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba zile risasi vijana wetu ilibidi wadash chini, kwa sababu wale walikuwa wamesimama wote wakapigwa risasi pale pale. Vijana wakabidi sasa waone namna gani ya kuondoka kwenye tukio. Sasa wakati wanakimbia na hao watuhumiwa, mbele yake ndio nyuma yake, wakati wanarudi ndio wakakuta kuna silaha moja SMG ikiwa na magazini tupu, ikawa nayo imeokotwa. Nitaonyesha baadaye hiyo silaha pamoja na magazini ambayo imekutwa tu. Kwa hiyo kimsingi niseme tu kwamba wale majambazi watatu ambao wamesumbua Dar es Salaam muda mrefu walichukuliwa mara moja kupelekwa Muhimbili, lakini bahati mbaya sana kwao, lakini Mungu amesaidia, kwa sababu hao walikuwa ni madhara sana kwa Tanzania. Kwa hiyo tulipofika maeneo ya Muhimbili tukaambiwa hawa tayari wameshapoteza maisha. Kwa hiyo kimsingi niseme tu kwamba majambazi hao matatu wamefariki na upelelezi wa nguvu sana unafanyika, na silaha zetu tunazifanyia uchunguzi, kwa sababu katika hizo silaha hizo 4 za SMG na ile ambayo tulikamata zimefutwa. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia, je, ni silaha zile ambazo juzi walipiga risasi wetu, walipiga askari wetu na wakawa wamechukua zile silaha, kama nakumbuka SMG zile 2. Kwa hiyo tunaamini katika zile risasi, katika zile SMG 4 ninaamini za kwetu 2 zinaweza kuwa zimepatikana. Kwa hiyo tutafanya uchunguzi, nisiwaambie jambo ambalo sina uhakika. Tukibaini za kwetu kwenye press release nyingine, basi nitawapa taarifa. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, niseme kwamba hii yote ni ushirikiano mkubwa sana kati ya Jeshi la Polisi Kanda Maalum Dar es Salaam kwa kushirikiana na raia wema, na sio kwa kushirikiana na wale ambao sio raia wema. Siku zote sitegemei kama jambazi anaweza kusaidia polisi, sitegemei kama mwizi anaweza kusaidia Jeshi la Polisi. Wanaweza kusaidia Jeshi la Polisi ni wale wanaopenda nchi yao, wale wanaopenda Dar es Salaam, wale wanataka Dar es Salaam iendelee kwa shwari. Ndugu waandishi habari, ndugu maafisa wa polisi, lakini bado pia na timu yetu ya kupambana na uwezi wa magari pia imefanya kazi kubwa. Ukiona hizi ni silaha ya kivita, submachine gun, lakini ndio iliyotumika kuwapiga wale risasi, na tunaamini hivyo. Nisema ufuatiliaji unaendelea, na ninazungumza hapa bado tuna operation yetu inaendelea kule Vikindu. Unaweza mkaona pisto ziko nyingi, hizi pisto unaona zilivyo nyingi. Sasa ukijiuliza
hao Watanzania ambao wanahifadhi pisto karibu 16. Lakini eneo hilo ukiangalia kwenye mwenyekiti wa serikali za mtaa, hilo eneo ukiangalia kuna wananchi wako maeneo yale. Ile jambo tulilosema kwamba mwenyekiti wa serikali za mtaa, kusaidieni nyumba ambayo inafungwa muda wote, uliza anayekaa hapa ni nani. Tusipofanya namna hiyo, manake kwanza tunaleta hofu kwa wananchi wetu, lakini pia hatuwezi kumaintain amani tulionayo. Kwa hiyo niseme tu kwamba hizi silaha, kama mwenyekiti wa serikali za mtaa kwenye maeneo husika kule Mbezi Chini angekuwa makini, hili swala tungeliweza kulibaini mapema, kwa sababu hawa wamefanya uhalifu wa muda mrefu, wametaja matukio mengi ya unyang'anyi hapa jijini Dar es Salaam, lakini hawakuweza kupatikana kwa sababu hatukuwa tumepata taarifa. Kwa hiyo ni wito wangu wenye viti wa serikali za mitaa, nyinyi ndio wenye viti, nyinyi mnasimamia ulinzi na usalama kwenye mtaa, hakikisheni mnamfahamu kila mwananchi kwenye mtaa wenu. Chukua video unapeleka wapi? Kwa hiyo mbone hapa tunaita kwa ajili ya kuzuia risasi ikipigwa isiweze kuingia mwilini, na inavaliwa kifuani. Hata kama imefikia namna hiyo, Watanzania mpaka unatafuta bode hama kwa ajili ya kuingia Watanzania, mimi niwaambie tu kwamba kwanza huo uwezo hawana. Utaiba siku ya kwanza, siku ya pili wanasema siku za mwizi ni 40. Tutakumbana tu barabarani. Kwa hiyo ni swala la kuacha tu. Kuna miradi mingi ya kufanya. Hii miradi ya silaha hata siku moja hailipi. Waulize wengine waliofanya hii biashara, mwisho wa siku wakanyanyua mikono, kwa wamrudie tu Mungu wao. Ikiwezekana waokoke, itakuwa jambo kubwa zuri zaidi. Hizi ni binocular, kwamba hata akiwa mbali aweze kuona huyo mwenye mali yuko wapi, aweze kuona polisi anakuja yuko wapi, na ajili kwa ajili ya kuhakikisha wanafanya tukio na kuondoka kwenye tukio. Kwa hiyo wamenunua binocular, na wananiambia wengi wamehojiwa, wanasema wamekwenda South Africa, wengine wamekwenda Burundi. Unakwenda Burundi, unakwenda Rwanda, unaenda South Africa utafuta silaha ya kuua Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, niseme tusaidiane kupeana taarifa, na hasa viongozi wa serikali za mtaa mtusaidie. Hizi risasi kwa ajili ya pambo hapo. Wacha submachine gun, hizi risasi kama nilivyosema. Haya. Mkazi kama anataka kuingia mahala, basi asipate kizuizi au tumia kwa ajili ya kuingia. Kwa hiyo mnaweza mkaona hawa ndugu zetu walivyo wabaya kwa sababu ya kutafuta mali. Hii kupiga kichwani, biashara imeisha. Kwa hiyo ni ukatili usiokuwa na mfano. Lakini watu hawa wana wazazi wao, watu hawa wana ndugu zao. Mimi nafikiri baada kabla ya kushughulikiwa na serikali, ndugu zao wajaribu kuwakanya, maana hii biashara hailipi. Na mashati haya wamepata baada ya haya mashati, uone tulivyoaminifu, maana hata mashati yameonekana mapya. Kwa hiyo begi hili ndio lilikuwa limebeba baadhi ya silaha. Mnaona
hizi ni radio calls ambazo wamezoea mara nyingi kuwa na askari wenu, askari polisi, lakini anakuwa na radio calls zote nyumbani kwake. Anajiamini kabisa, anajua na radio calls ambazo hatakiwi kuwa nazo, lakini anakuwa nazo kwa ajili ya kufanya uhalifu. Mimi nimpongeze sana na wapongeze wale ndugu zetu waliotupa hizi taarifa. Kwa kufanya hivyo ameokoa maisha ya Watanzania wengi hapa Dar es Salaam. Sasa mkiangalia na namba kabisa, tunafuatilia kuona hii namba vipi. Na hii namba hii hatuna namba hii. Sasa ukiingia, ndio maana wakati mwingine polisi akija, wakati mwingine uulize kitambulisho. Wanaka anakuja na hii namba, unaona ni polisi. Hii Jango Green ameipata wapi? Tunafuatilia. Na Mkanda amepata wapi? Mkanda tunafuatilia. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, niseme jeshi lenu linafanya kazi, linapambana na hizi beret. Hizi beret nazipata wapi? Ni kwa ajili ya uhalifu, kwa ajili ya uwizi, kwa ajili ya ujambazi. Kwa ndugu zangu, mimi niwashukuru. Najua leo mtakuwa na maswali mengi, na zile simu nyingi ambazo